hatujue tuseme nini, hatujue tukimbilie wapi. Kwako ndio tunakimbilia, kwako ndio kuna msaada, kwako ndio kuna uwezo, kwako ndio kuna baraka. Kwa hiyo Baba, tunakutapa kwa sababu wewe ni Alfa, wewe ni Omega, wewe ni Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Elohime, Jehova El Shaddai. Hakuna aliye kama na wewe. Utukufu na heshima zikurudilie kwa kiti kyako kya enzi. Baba, tazama muda kama na huyu, wapendwa wameleta matoleo zao. Uwabariki waendapo watokapo. Bwana, wabarikiwe na wewe. Neema yako ikwe juu yao, ushindi wako ukwe juu yao, gala yao iongezeke katika jina la Yesu. Baba, tunataka kusikia neno lako. Acha neno lako likuwe lenye uhai, neno la kuponya, kwa sababu neno lako linasema uko nyuma neno lako kwa ajili ya kutenda miujiza. Acha wapendwa wote wabarikiwe, na hata wanaotufuata mitandaoni, Bwana wabariki. Katika jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Haleluya, haleluya. Tutaenda kumwalika vile Papa Baleke kwa ajili ya tafsiri. Haleluya, haleluya. Almighty God. Oh yeah, batoto munaenda ku mafundisho yenu. Children, you're required to go to your teachings, please. Amen. Join your teacher. Na children, can you join your teacher? Niko na request kidogo. And before you move, I have a request. Niko na request kwa yule ambaye anajisikia kujiunga nasi kulipa kanisa. And I have a request for those who want to join us by giving something for ninahitaji tu rent. watu 6 wenyewe wanaweza kutupatia 50. And we only need 6 people who can give us $50. $50. Niko na envelope 6 hapa na tunamaliza tunalipa kanisa. Unajua tunaingia tu siku moja, siku Dimash, na hiyo envelope 6 italipa kanisa hiyo. We only participate for 1 Sunday. 50. Kwa mwezi 50. Ile envelope utatia mtu 50 inatosha. Yeah, just 50. Okay, if you need. No. Sasa unapata siku unapata ikwewe mbele ya mwisho mwezi kuisha. When you get 50. Umechukua yetu? Yeah. Okay. So inabakia 3 hapa, 2. Inabakia 2. Yeah. Labda Jumapili tutapata. Ndio. Yeah. Hii transfer tunaweza kufanya. Nitatuma email yangu. Mnaweza sawa. Yeah. Amen. Amen. Watoto tuende Children, please. Bright. Children, go to your service, please. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jesus be glorified. Asante kwa wale mmechukua envelope. Thank you for those who have taken the envelopes na kusupport huduma iendelee and to support the ministries to go forward. Amen. Amen. Mama Marceline Kobwa, asante sana mjakazi wa Mungu. Thank you Mama Marceline. Anasema naye atachukua envelope 50 ku support kazi ya Mungu. Asante sana. Mungu akubariki sana. She's going to get one also. She's online following us. Yani tunabakia tuna envelope moja na bakia. So we only have 1 envelope. So one there too. The last one. Oh yeah. Yeah. Yeah, Rene. Yeah. Okay, sawa. Asante sana.
Amen. Amen. Tunaenda kwa haraka kusikia neno yetu. So we are trying to move forward to listen to the word. Tulianza hii mafundisho siku ya 5. And we started these teachings on Friday. Na hii ni mafundisho ambao mimi linibariki sana. And these are teachings that have really blessed me. Na hii ni mafundisho kuhusu madhara kutokana na agano ambazo mababu zetu walifanya. And these teachings is about the consequences that that is associated with the covenants that our parents or our ancestors did. Tumetoka katika majamaa. So we came out from the families. Tumetoka na kuna watate wetu walitutangulia. And we have those ancestors who preceded us. Tumetoka mu makabila tofauti. We came from different tribes. Na hizo makabila zetu, and those tribes, kuna agano ambazo watate wetu walifanyaka. And there are covenants or agreements that our ancestors did, ambazo hazikumpendeza Mungu. And all those agreements did not please God. Nikakuonyesha ya kwamba, and I showed that, nikakupatia mfano ya mimi mwenyewe. I gave you an example of, Pastor gave an example of himself. Upande wa baba yangu, on his father's side, watate wangu, his grandfathers, walikuwa wa mwami. They were all like in the kingdom families. Amen. Amen. Na walikuwa wa mwami, and they were all from the kingdoms. Sasa mwa ile kizazi ambayo inafata, and in the preceded generation, muko ile tabia fulani ambaye watoto wanakuwa na lengo ya kuingia mu vitu ya politiki. And in that generation which comes up is like they all have that mind of getting into politics. Na wengi wa jamaa kutoka ya baba yangu, wengi ni wajeshi. And majority of my father's families are like, most of them are military. Na wengine ni viongozi. And other of them are authorities. Na unakuta ya kwamba hata hiyo tabia ya politiki, lakini muko ile hewa ya polygamy. And in the same spirit, they have the same spirit of like having more than one wife. Ni kusema ya kwamba mimi Theo nisiposimama mu ya Mungu mzuri. That shows as Pastor Theo, if he doesn't stand in God's things, kesho munaweza kusikia kwamba amekuwa na bibi mwingine. Tomorrow you may also hear that he has also got another wife. Lakini kama nimeelewa hiyo siri, but if I understand the secret, ninasimama mu maombi, and I stand in the prayer, ninakata ile laana, I cut or break that curse. Ninakuwa kiumbe kipya. And I become a new creature. Ninaanza generation ya mpya. I start a new generation. Ninaanza generation ya wale watamtumikia Mungu. And I start a new generation, or a generation that is going to serve God. Hallelujah. Amen. Na ndio maana wakati tunapokuwa hata ndani ya nyumba, and that's why when we are in the house, mke wangu anaweza kuwa ku television, my wife can be watching TV, mimi niko nafuata politiki ya Kongo, and I can be focusing on the politics. Niko nafuata maendeleo ya Kongo, I'm like following the Congo's progress. Alafu inabidi kuniombea. So you have to pray for me. Hallelujah. Amen. Sasa watu kama hawaelewe hizo, but if people don't understand this, babarozi kama hauelewe ya kwamba wababu wako walikuwa wa polygam, wangu hawakukuwa, wangu walikuwa wapasteri wote. Yeah. Hallelujah. Yeah. Sasa familia zinapishana. Yeah. Hallelujah. Mine were all pastors. From my dad's side, from my mom's side, all of them pastors. Amen. Yeah. So unaona ya kwamba tate yako mmoja alikuwa amegombola kile kizazi. So one of my grandfather relieved or rescued
that generation. Haleluya. Amen. Watu wengi wako najiuliza hii mafundisho Yeah, natoka by the way, wapi? in the history Yeah. of my grandfathers, Yeah. he was a polygamous. He Yeah. had like 5 women. But Ile hauwezi kukatala kwa sababu kila Muafrika. Haleluya. Lakini kukakuwa mtu mmoja there was one person ambaye alisimama, who stood, ambaye wanamuita Ruigita, si vile? yes, and there was one person who stood, his name is Jean Dagora Ruigita, ambaye alipiga magoti, who came down to his knee, akasema hii kizazi kinakuwa and kingine. he said this generation is becoming different. Na ndio maana uko naona Rene ni gasona tulia meiko mkanisa. And that's why you can see Rene, a humble guy, but he's in the church. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hautashangaa kesho ukute Jeremia amekuwa pastor. You will not get surprised tomorrow to see Jeremy Haiko mie ndio pastor. nimemfanya kuwa pastor. He is not pastor who made him to be pastor. Nimeomba niseme kizazi kyangu nimekigomboa. I'm just praying so my generation gets rescued. Tunaenda sasa mu Biblia. Then we go to the Bible. Bwana mmoja wanamuita Ibrahimu. There is this man they called Ibrahim. Ambaye tunasema ndiye baba yetu wa imani. And we call him the father of faith. Ibrahimu alikuwa ndani ya jamaa. Ibrahim was in a family. Ambayo ninakwambia jamaa vile wa polygam. And he was in the polygamous family. Kuacha ile mji yao walikuwa wanaabudu sanamu. And in his city or his town they were all idol worshippers. Mungu akamwambia Ibrahimu, and the Lord told Abraham, ninataka nifanye agano na that wewe. I want to make a covenant with you. Na ndio mafundisho yetu ya leo. And this is the teachings of today. Agano. Covenants. Tumeanza hizo mafundisho baba Rosina mimi tumegusia agano. So we touched all this time, we've been touching, Pastor and I, we've been talking about the covenant. Mungu akamwambia Ibrahimu, and the Lord told Abraham, ninataka nikubariki, that I want to bless you, lakini toka ndani ya jamaa yako uende mahali nitakuonyesha. But before I bless you, I want you to leave your family and go where I want to show you. Acha nikwambie mpendwa ambao unanifuata. Let me tell you, brethren who is following me. Habari ya kutoka, the history or the story of living leo ni kuokoka, is to get saved. Leo ni kutoka ndani ya dhambi, is to come out from the sin. Leo ni kutoka ndani ya vifungo vya jamaa, is to come out from all those that bounds you. Leo ni kutoka ndani ya laana ya kijamaa, is the coming out from those family stuff that is bounding you. Ni kutoka, is just living. Mungu kama unataka kubariki, if God wants to bless you, unapasha utoke. You need to move. Hallelujah. Amen. Na ndio maana Petro alisema and that's why Peter said, akasema ni tutapata nini? He asked Jesus, what are we going to gain kama tunakufuata wewe? If we follow you. Yesu akawamjibia Petro. And Jesus answered Peter. Akasema ukitoka. He said if you leave. Hakuna aliyetoka. There is nobody who left or who moved. Akaacha mama yake. He left his parents, akaacha mali zake, his wealth, na nifate mimi, and followed me. Atapata 100 hapa duniani. He is going to get 100 here on earth. Na ufalme wa Mungu. And the kingdom of the Lord. Mpendwa, nataka nikuambie. My brethren, I want to tell you this. Usipotoka, if you don't move, na mbinguni hautaingia. In heaven you're not gonna go. Inabidi utoke. You have to move. Inabidi utoke ndani ya laana ya kijamaa, from the curse of the family, ili ubarikiwe, so that you can get blessed. Hello? Amen. Amen. Sema amen, niendelee. Say amen as we proceed. Sema amen, niendelee. Say amen as we proceed. Ibrahimu anatoka. And Abraham lived. Na hapa tunasoma ndani kitabu ya Mwanzo. He left, and then we are going to read in the book of Genesis. Mwanzo sura 17. Genesis 17. Mstari wa 4. Genesis 17 verse 4.
mpaka mstari wa 6. Till verse 6. Hallelujah. Amen. Mwanzo 17. 17. Genesis 17 verse 4 to 6. Hallelujah. Soma. Verse 4 to 6, the Bible says, "As for me, this is my covenant with you. Hallelujah. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations." 6. "I will make you very fruitful, and I will make nations of you, and kings will come from you." Amen. 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 Mungu anaambia Ibrahimu, God told Abraham, aseme leo ninafanya agano na that wewe. today I'm making a covenant with you. Kitu ya kwanza, The first thing, ninabadilisha jina I'm lako. going to change your name. Acha nikwambie mpendwa ambao Let me unanifuata, tell you, my brethren, kuna who follow me, siri ndani ya majina. there is secret in names. Je, ushakaombea jina yako? Have you ever prayed for your names? Je, ushakaombea jina ambao Have you ever walikupatiaka? prayed for the name that you've been given? Mara mingi sisi wa Afrika Most of the time Africans, tunachukua majina, we take names, tunasema baleke, we said Baleke, bamuleke, leave them. Mukinande wanasema They muleke, say achana nao, bamuache, leave them, leave him. leave achana naye. Ushaombea ile jina? I've ever prayed and I want God to make it good and good every day. Leave them. Haleluya. Amen. Ile sikwe jina yenye iko na inaweza kukufuata bibi yako kuache. It's not the name. It's not the name that will make you to leave you and Bamuleke. let people leave me. I want to be alone. Hallelujah. Haleluya. Amen. Now, Abraham, Mungu akamwambia nafanya agano na and wewe. God told Abraham, I'm making a covenant with you. Nifanye agano na wewe. I'm doing a covenant with you. Ninabadili jina I'm lako. changing your name. Ilibidi jina ibadilike. It required the name of Abraham to Kwa be changed sababu up. muna nguvu ya ndani ya jina, muna nguvu. Because there is a power in Jina that name. njo mutu. The name is the person. Sure. Haleluya. Amen. Jina yangu mtumwa. His name is ninasema ni mtumwa kama Sasa Mukinande iko avoyer. Si ndio envoyer. Sasa Sender. Sasa acha nikwambie. A messenger. Balikuwa namuita tate yangu Katumwa. His grandfather was called Katumwa. Na wakati wa Belge, during the Belgium time, yenjo alikuwa kanapeleka mabarua. He was the messenger, like the mailman, as we do. He was napendewa na Wabelgi. He was loved by Belgians. Na unajua wakati ya zamani, and remember that time, the long time, haikukuwa fasile mubelge akupende. It wasn't easy for Belgian people to love you. Wakati ya esklava, wakati ya utumwa. During that slavery time. Sasa ule Katumwa, that Katumwa, ilibidi watu wengine bamuchukie. It required other people to hate him. Kwa sababu alikuwa anapendwa. Because he was loved by those Belgians. Inabidi sasa mimi ambaye ninachukua ile jina. And it required me who inherit that name. Niweze kukemea ile vita. I had to fight and curse all those fighting which was around that name. Utaona mtu anakuchukia pasipo problem. You will see someone hating you with no reason. Anakuchukia haukumkosea. He hates you from no reasons. Anakuchukia haiko kusema ulimtukana. He hates you not because you have done something wrong or insulted him. Kwa sababu ameona kitu ndani mwako. Because he sees something in you. Amen. Amen.
Ombea jina lako. Pray for your name. Jina ambalo unachukua. The name that you have. Muko siri. There is a secret in your Muko name. vitu vyenye vinafanya leo usiendelee. There is things that are making you not to progress or to go forward. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Zaidi hizi majina zetu za Afrika. Especially our African names. Unaendaka mu office. You go into the office. Zaidi mimi ninatumika mu office kwenye especially watu wanakuyaka. Especially pastor who works in the office, when people comes there. Mtu anakuya mu office wasa nifanyia rendezvous na mtu fulani. Somebody comes into the office when he has already an appointment with somebody. A partir tu ya jina yako. From your name. Ninaona sema wewe uko mtu wa fasi fulani. I will definitely know you are from which country. Na directement ninajua comportement ya watu fulani. And I will definitely know the behavior of which people. Na nitajua nitadili na wewe na hali fulani. And I will definitely know how am I gonna deal with you in which way. Unaelewa? Do you understand that? Hata kubazungu najuaka majina. Even white people, I normally know their names and I will know how to deal with them. Nitajua huyu ni Murasha. I will know this is root from Nitajua hii ni majina za German. I will know this is originally from German. Nitajua hii wanakuya wasema no, my name is Klassen. I will know my name is Klassen. Najua huyu ni Mjerman. I just know this is from German. Huyu tutadili naye hivi. I know how we're gonna deal. Hallelujah. Amen. Mujina muko identity yako. In your name there is your identity. Mujina inamaanisha wewe ni nani. The name can define who you are. Hata kama utapretend, nitajua utafiniraka kukuwa mtu fulani. Even if you try to pretend, but I know in the future you're gonna end up in this way. Hallelujah. Amen. So Abrahamu, this is Abraham. Akaambia nitakubariki. And Abraham, God told Abraham, I'm gonna bless you. Bariki badilisha jina yako. But I'm gonna change first your name. Na nitabariki kizazi kyako. And I'm going to bless your generation. Ona gizi kupitia Abraham. Look how through Abraham kizazi kikabarikiwa. And the nations or the generations were blessed. Akamwambia nitakupatia hata nchi. He said, I'm even going to give you a country. Nchi ambayo sio yako. The land which is not even for you. Kanana haikuwa mji ya Ibrahimu, hapana. Canaan was not the land of Abraham. Lakini Mungu akasema nitakupatia ile nchi. But the Lord promised him and told him, I'm going to give you that country. Kisi wewe ulikuwa mkaa, Mungu akakwambia nitakupatia Canada. When the time you are in the refugee camp and the Lord told you, I'm going to give you Canada. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mimi nishaogopa kurudia Kongo. I'm also scaring not to go to Congo. Tutakuwa tunarudia kose tu kutembea. Just go and visit and come back. Because this is the land the Lord has given us. Leo tulikuwa tunaona ka video mwa tuko na shangaa. Today we were watching one video. Mtu alikuwa hapa. Surprised. Somebody was here. Someone was here. Kifu inamubeba tu Afrika. Someone was he was here. He just went only to Africa just to die. Anaingia mu ya politiki. He just went into politics. Bana mubani. And they caught him. Hallelujah. Sijue kama taishi. That guy. Yeah. I saw him too. Yeah. Kumbe mimi namjua très bien. Really? Très bien sana. From here? Yeah. Yeah, I saw his identity. Hallelujah. Amen. So acha nikwambie. Let me tell you. Ibrahimu akamwambia nakupatia ile nchi. And Abraham said, I give you. Unajua the Lord told him, I give you this land. Hatuyaelewa kama na sie Mungu alitupatia ku Canada. We Africans, we've never understood that God has given us Canada. We have never come to a point to understand. When we tell people, hapana kufanya vitu samu yuko navifanya kwa haraka haraka. Don't do things like you are rushing, you are just temporary. Uko nafanya sana nifanye mbio mbio junda rudia kwenu. You are like doing stuff. Let me do very fast. I'm going back. Utarudia wapi? Where are you going? Utaenda wapi? Where are you going? Mie kama ni shamba ndaanza nunua mashamba hapa. No, we have to. Yeah, if it's buying farms here, this is our land. Canada Mungu ametupatia.
Canada, Lord has given us Canada already. Where are you rushing? Unajua mimi ninaishi kule Stenbach. I live in Stenbach. Kwenye watu wanatoka kule Maerope. There are people who comes from Europe. Banakuya kujiestale kule. They come straight to Stenbach. Banauza lushamba lwao. They buy the land there. Banachunga mangombe kule. They keep cattle there. Banasema hatutarudiaka tena Europe. No more going to Europe. Lakini wewe Mungu anakuleta hapa. But you, God has brought you and you've been praying every day. Na wale batu bazungu biko wanakuya mu office ni basaidie. And God, those people are coming, white people are coming in the office to get help. Ni basaidie kurenouveler madokima zao. Habiko hata resident. They are not even a permanent resident, but they are coming to get help so that they can renew again to keep staying here. Baba na batoto banakuya mu office banakokotana. A father and his all children comes there. They want to renew. Work permit. They are only crying to get even a work permit. Lakini wako na work permit. You have a permanent, not even a permanent citizen. You are even a citizen of the country. Lakini akili yako, but your mind ingali akili ya mapori, is still thinking of going down. Uko tunawaza Kiliba. You are still thinking of Kiliba. Uko nawaza Butembo. You are still thinking of Butembo. Uko nawaza Kamituga. You are still thinking of Kamituga. Hallelujah. Amen. Na banakuya banajenga makanisa. And they come and build churches. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So maana ba mama Kati wanaununua makanisa. And that's why Mama Pastor Kati are buying churches. Hallelujah. Amen. Mwanamke ule tumuchapie Yesu mikono. Let's clap for Jesus. Kwa ule Mama Katerina. She has really done Pastor Kati ananunua kanisa. She has bought a church. Hallelujah. Amen. Mwanamke ambaye iko na vision. Those women who have vision. Lakini wanaume tu. But our men only are like himatumbu tu. Taking only his tummies. Hakuna mawazo. There is nothing. Bwana Mungu ametuleta hapa. God has given us this land. He has brought us. He said, I'm taking you to Canada. That was the country I was praying for. Yes. Yes. Sasa wakati unao pray for. Then when you come here, you maisha. Mungu hakuna venye tunapendaga. Hii ni maono sasa kukuya kutuamusha. This is the vision that has to raise up. To raise us up. Even me, the way you see me here. Niko na maproje Afrika. I have projects in Africa. Niko na maparcele Congo. I have lands in Congo. Lakini nazionaka asike ndazikalaka ndani. But I always think, will I go and live there really? Eske nazifaidikaka hako? Will I really get any benefit from that stuff? Hallelujah. Amen. Tufungule macho. Open your eyes. Macho. Open your eyes. Buy lands here, build buildings, everything, projects, make here. Huyu ni Ibrahimu. This is Abraham. Yeye alikamata agano na Mungu. He got a covenant. He went into covenant with God. Agano yake ilikuwa ya baraka. His covenant was blessing. Lakini tuone sasa agano za wababu zetu. Let's see the covenant with our fathers, our grandfathers. Tuangalie kila mtu angalie kwenye ametoka. Can you check yourself and see where you came from? Je, kwa sababu agano inatembeaka na ceremony. Because this covenant goes with a certain ceremony. Sije kwenu wanafanyaka ceremony gani sasa wanafanya mapakte wanafanya. I really don't know in your community. What do you do? Which ceremony or which ceremony that you do during those when you do the covenant? Kuna vitu ambavyo vinafanyika makutime zetu. There are things that are being done in our culture ambao ni uchawi, ni pure sorcery. These things are like sorceries or witchcraft. Unaona ya kwamba batate wengine, you will find even some other old people anafanya agano na shetani. They do covenant or they do an agreement with Satan. Anasema mimi watoto wangu watakuwa wapiganaji. And he said, all my kids will be warriors. Na unaangalia katutu sasa unakaona. And when you see a kid, is always a fighter.
pigana kila wakati. fighting every day. Unajiuliza hii hewa inatoka And wapi? you asking your question, where this spirit came from? Tunarudia tu. When you go back in the history, Unarudia nyuma when kidogo. you go in the history, Unakuta tate yake alikuwa you will karusha. find the grandfather was very tough, a strong warrior. Kwa sababu Biblia inasema hivi. Because the Bible says this. Tusome ndani ya kitabu ya Maombolezo. Let's read in the book of Lamentation. Maombolezo. Lamentation. Maombolezo. Let's Sura read in the tano. book of Lamentation. Sura 5. 5. Sura 5 mstari. Lamentation chapter 5. Mstari wa 7. Acha nisome. Yeah. Babu zetu walitenda dhambi na sasa hawako tena. Nasi tunabeba makosa yao. Amen. Sijui mnanisikie. Our Father. Maombolezo sura 5 mstari wa 7. Aseme Lamentation babu 5, zetu 7. babu zetu walitenda dhambi Our ancestors did sin, na sasa hawako tena. and they are not there. Nasi tunabeba makosa yao. And now we are carrying their faults. Kwa verse nyingine inasema nasi tunalipa makosa yao. And the other version is saying we are paying their faults. Ni kusema kama tate yako He's saying if your grandfather, kuna makosa yenye alifanyaka, if there is some problem or issues that he did, kama usiposimama ndani ya maombi if you don't stand in prayer na kuanza kuomba Mungu and start praying na kutubu ile dhambi ya watate, and even repenting from the sins of those ancestors, makosa yao ni wewe utalipa. their mistakes or their sins, you're gonna pay it. Sio mimi ambaye ninasema hivi, Not me who is saying, ni Biblia ndio inatuambia. is the Bible which is saying this. Wewe peke uko naangalia vitu mu That maisha you yako. have first to check into your life. Eske hakuna kitu ambaye tate yangu alifanyaga? There is nothing that my grandfather did. Eske hakuna magonjwa yenye tate yangu alikuwa kanayo? Is there any disease that my grandfather had? Mpendwa, tunawezaka kuneglige vitu vidogo. You know, brethren, there are small stuff we take for granted. Unapasha uombe. You have to pray. Hata ku hospitali banakuuliza. Even in the hospital, they ask you a question. Tulikuwa na mke wangu tunaendaka kila mwaka kwenda kuona daktari. We always go each year, like to go and see the doctor. Nilikuwa nasikia swali daktari kuna tuuliza. And when I hear the question that the doctor is asking, je, kuna mtu alikuwa hivi mjamaa yako? is there anybody who was this way in your family? Je, kuna mtu aligonjwa kama hii magonjwa mjamaa yako? Is there anybody who was sick of this sickness in your family? Leo meno uko jeune, kuko ba jeune garçon. There are Meno young shabaisha people. mkinjwa. There are young people who have no teeth in their mouth anymore. Haleluya. Amen. Carie dentaire. It's just carie dentaire. Haleluya. Na ile magonjwa iko Tooth maladie decay. hereditaire. Those tooth decays are hereditary disease. Haleluya. Amen. Sasa wewe unapasha uombe So you have to stand in prayer na kukata ile magonjwa. and break those curses of diseases. Haleluya. Amen. Na kuko magonjwa wenyewe wewe uko nayo sahihi, And there are diseases that you have now ambao unapasha kuomba. that you have to pray for. Unasema, Mungu wangu, You have to say, my God, batoto yangu my kids habatagonjwaka hii magonjwa will never get sick of kwa this disease. jina la Yesu In Kristo. Jesus' name. Hata mimi niko nasema hapa, Even me who is saying here, kama kuna magonjwa yenyewe daktari hapa wameweza kuwa wamesema unagonjwa kitu fulani, if there are diseases that the doctors have said you are sick of this, kwa jina la Yesu, in Jesus' name, haitapata Jeremy, it won't take Jeremiah, haitapata it Jonathan, won't take Ephraim, haitapata Adasa, it won't take haitapata Apolline, it won't Bless. take Dorcas Haleluya. and Rosie. Amen. Amen. Hata ile lupalo uko nayo, This one, sasa hii ni heredity. Isha kuja hata
This one I read hii tayari nishabeba. No, unasema sasa Magufuli asikwe nayo. Yeah, that one should not go to Magufuli kabisa. Hii nishabeba mie. Unajua kuna nguvu ya neno. Hallelujah. Hii yenye una pronounce. There is power in your word. Uchawi inakuwa kama mkinywa. This witchcraft comes from your mouth. Hallelujah. Amen. Uchawi ni kinywa. The witchcraft is the mouth. Unaweza kutoka hapa mimi nasema utapata accident. I can say you go and you will have accident. Na unaenda unapata accident. And you reach there you be in. Haiko kusema niko mchawi kwa sababu kuna nguvu ya neno. It's not that I'm a witch, but there is power in the spoken word. Kwa sababu Elisha naye alisema tu. Even Elisha said to. Na akasema na watoto wale watoto nyama za pori zikawakula. And Elisha said, Elisha alikuwa mchawi? And all the animals, the beasts from the world, they came and revenge and take all the. Unaweza kusema sahi. There is something that you can say. Inaweza kutimilika. It's when it will be accomplished. Ndio maana mpendwa, and that's why, brethren, tunapasha kuombea kizazi. We have to pray for the generation. Ombea kizazi yako. We have to pray for the generation. Ombea watoto wako. We have to pray for the generation. Ombea familia yako. We have to pray for our family. Ombea kizazi yako. Pray for your generation. Uko kapabla kusema, you are able to say, muaba watoto wangu, in these families, my zaidi kids, nyewe mama munaombaka na mko nagusa tumbo, especially you women who says and touch your tummy. Mama Jetrid unakuwa naomba, mama, you start praying and touching, unagusa tumbo, and you touch your tummy. Batoto wangu, my kids, batoto wangu, my kids, mutabarikiwa, you will get blessed, mutaendelea, you will progress, mutakuwa hivi, you will be this way. Na wale ba mama ba Kongo benya baokoke saba na line ya watoto wao wanagusaka njo banagusa njo. And those women who are not saved, they touch here and even katalainiwa, and they touch there and start saying they will be cast. They will be cast. Kama mie tu njo nilikuzalaka, I'm the one who gave you birth. Kama mie tu njo nilikuzalaka, if I'm the one who gave birth to you, sasa geuza ile maneno. So you have to turn those words. Useme mie njo nilizalaka Jeremy. I am the one who gave birth. Ataendelea. He will progress. Hata kama ataka student loan, he will never take student loan in Canada. He will never get a problem of buying a house. He will never get problems anymore. Amen. Hallelujah. Amen. Nguvu ya neno, the power of the word. Na unaombea kizazi yako. And you pray for your generation. Acha tusome Kutoka 34. Let's read in the book of Exodus. Inasema hivi 34. Kutoka 34 mstari wa 7 inasema hivi 34 verse 7. Anawatendea mema maelfu, anawasamehe uovu, makosa na dhambi, lakini hataacha kumwadhibu mwenye kosa. Anawalipiza watoto na wajukuu uovu wa baba na babu zao, hata kizazi cha 3 na cha 4. Hallelujah. Maintaining love to those thousands. Il punit l'iniquité des pères aux fils jusqu'à la 4e génération. He punishes the generation. He punishes up to the 4th generation. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema anasamehe dhambi. He said he forgives sins. Maelfu, anasamehe maovu na makosa na dhambi za watu. He maintain love to those 1,000, forgive wicked. Ni kusema ya kwamba this means what? Mie Theo, I Baleke, kama nataka watoto wangu wakombolewe, if I want my kid to be rescued, taomba msamaha. I will request for forgiveness. Hata dhambi yoyote omba msamaha.
It doesn't matter which sin that you've been in, request for forgiveness. Musamaha inakufungua. Forgiveness relieves you. Bibi wa Français wanasema le pardon c'est une puissance qui libère. French people said forgiveness is a power that relieves or that releases. Iko nguvu ya ukombolezi, ya ukombozi. It's a power that takes you out from the captivity. Wakati unatubu dhambi, when you repent, unasema Baba nisamehe. When you say Lord forgive me, dhambi ya wazazi yangu, forgive the sin of my parents, dhambi ya watate wangu, the sins from my oldies, na dhambi zangu mimi mwenyewe, and my own sin, kisha laana yote and all the curses yenye lingelikupata wewe, that was to catch you, yenye ingelipata kizazi yako na kuya mbele, that was to take you in the next generation, inatoka katika jina. Then it will be moved out in the name of Jesus. Watu wengi hawaelewe maisha yao. Many people don't understand their lives. Hawaelewe, wanasema nimeokoka. They only say I am saved. Nimekuwa pastor. I am a pastor. Nimekuwa evangelist. I am an evangelist. Nimekuwa mwimbaji. I am a singer. Lakini hawaelewe maisha yao kukoma, wanaendelea kuishi umaskini. But they don't understand how they are living a poorly or miserable life. Wako wanaishi maisha ya laana. They are living a cursed life. Mpendwa, acha nikwambie. Let me tell you, my brethren. Mimi naamini yule Yesu. I believe in this Jesus. Yesu anabadilisha maisha. I know Jesus changes life. Yesu anainuaka. Jesus lifts people up. Anasema mimi, he said, ninamtosha munyonge katika majifu. I take a slave from the dash, the ashes, and I lift him up, ninamuketisha na wafalme, and I put him to sit with kings. Unapoamini Yesu, when you believe in Jesus, iko capable ya kubadilisha maisha yako. He is able to change your life. Iko capable ya kukubeba katika hatua nyingine. He is able to take you from another dimension. Haupaswi kuishi maisha ya blockage. You're not supposed to live a life of stumbling. Haupaswi kutafuta kazi na uikose. You're not supposed to look for a job and you don't get it. Haupaswi kutafuta mume na umkose. You don't supposed to go and look for a husband and don't get it. Kutafuta bwana na umkose. You're not supposed to go and look for a husband and you miss him. Hauwezi kosa kutafuta bibi na umkose. You're not supposed to go and look for a wife and don't get her. Lakini kwa sababu watu wengi hawagundue, hawajue vita vyao vinatokea wapi. But because many people have not recognized or realized where their battle is coming from. Banaishi maisha ya poverty. They are living a poverty life. Banaishi maisha ya depression. They are living in a depression life. Banaishi maisha ya magonjwa hereditary. They are living in the hereditary life. Banaishi maisha, kesho yake unasikia mtu anapenda hata jiue mwenyewe. You even find people living that life of forcing them to go and commit suicide. Banaishi mumajamaa zenye watu wabafikishake hata 50. They live in a life, in a families where people cannot cross 50 years. Hakuna mtu mwenye anafikishaka hata 50. They live in the life, in the families whereby this family cannot cross 50 years. Hawelewe mavifo viko vinafanyika mjamaa yenu. You don't even understand where this death coming every day, people dying. It's because you don't know this. You don't know even the world of getting married. Hawelewe kwa nini sterility inakupata. You don't even understand where this infertilities come from. Hawelewe kwa nini uko nazala na masezariene. You don't even understand why you giving birth to these surgeries. Hawelewe kwa nini watu wanakuchukiaka. You don't even understand why people hate you for nothing. Hawelewe kwa nini vitu haviendeke. You don't even understand why things are not moving in your life. Hawelewe kwa nini
nini watu wanakukimbiaka? You don't even understand why people run away from you. Hauelewe. You don't really understand Na why. unasema nimeokoka. And you say, I am saved. Nimebatizwa kwa maji I mengi. am baptized in full immersion. Ninamtumikia Mungu. And I'm working to God. Mpendwa, Brethren, Biblia inasema ya the kwamba Bible says Mungu ametupatia uwezo that the Lord has given us power. ya kukanyaka nyoka na That He has nge. given us power of stepping upon the snake. Na hakuna kitu kitatuzuru. And nothing is going to harm us. Mpendwa, acha tuingie mu maombi. Brethren, let's go into prayer. Tuingie mu maombi ya kufunga. Let's go into fasting prayer. Kuna sikia tuingie maombi ya kufunga. I'm feeling like we go into a fasting prayer. Maombi ya siku 7. Into 7th Uingie day. katika maombi. Go into this prayer. Kuna vitu Mungu atarelease. There is things that the Lord is going Kuna to vitu actually. Mungu atafungua. There are things the Lord is going to Kuna open. vitu Mungu atatenda. There are things that the Lord is going to do. Hii wiki yote kanisa In all the whole of this week, tutakuwa muhali ya the maombi. church could be into prayer. Tuombe Mungu. Let's pray God. Tuombe Mungu atusamehe Let's tell God to forgive us dhambi ya watate. the sins of our generation. Ombea jina lako, Pray for your name, jina ambao unabeba. the name that you're carrying. Ombea watoto wako. Pray for your kids. Utajitakasa kwa damu ya And Yesu. you keep sanctifying yourself into the blood of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Mpendo alitupatia mafundisho ya agano ya damu. The brother gave us the teachings and the covenant of blood. Ile damu ya Yesu ina nguvu. And he said the blood of Jesus is very strong. Itakatakata ile It's gonna break all those curses around you. Itakatakata ile maliezo. It's gonna break all the curses, the boundary that is Ile breaking makamba you. zote All zinakufunga. the ropes that is bounding you. Zinaenda kukatika. It's going to get tear or break. Unaenda kuishi baraka zako. You are going to live your own blessing. Unaenda kuguza You miujiza are going yako. to touch your miracle. Haleluya. Amen. Haujue wewe mwenyewe. You don't know who you are. Unajiuliza vita vinatoka. You are asking yourself a question, where these battles come from? Kumbe kuna watu walifanya That there maagano. are people who have done agreements or who have done covenants. Unajua kuko watu wanafanya hata magano jua kuwe wewe mwenyewe. There are people who are making agreements in order to lose you. Or to Wanafanya kill you. maagano wako viva. They are alive doing agreements. Watu wako hai. People are alive. Wajumbe wa shetani. They are Satan's ambassadors. Hii maombi ya siku 7. In this 7 days prayer, Kama kuna watu walifanyaka maagano. if there are people who have done agreements Juu ya kudestabilize maisha yako. because of destroying your life, Maisha yako. destroying your life, Ile maagano zote tazivunja. all those agreements have to be broken Hakuna down. agano ingine There is no any other agreement. isipokuwa agano ya Yesu. Apart from the covenant of God, of Agano ya Jesus. damu ya Yesu. The covenant of Jesus. Sonye sisi That's tumejiunga what hako. we have abided with. Agano ya damu ya Yesu. The covenant of Jesus. Jo yenye sisi tumejiunga That's hako. what we have abided on. Mwenye atakutanana na ile damu. And the person who is going to meet with the blood atapata problem. is going to get challenged. Mwenye atachezesha jina lako. Anybody who is going to pray with your name atapata problem. is going to get problem. Kwa sababu damu ya Yesu Because the blood of Jesus, ina ushindi. He has power. Simama tu. He has victory, and you can stand on your feet as we pray. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, 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 oh komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, 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 oh komboyo, komboyo,
kombo yo ya Yesu kombo yo kombo yo ebanda nde kala kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kembo na yo kembo na yo kembo na yo oh Yesu ozalaka fololo namona yo na mbona yo kembo na yo kembo ona lingi na mona 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 Yesu ona lingi na mona hallelujah Yesu Hallelujah, oh, Jesus Sante Christ, Baba. thank you, Lord, for this Oh, wonderful hallelujah, Sante thank you for Yesu. this wonderful Baba, time, Lord, that you've tunajua ya given unto kwamba us, Lord. magano si Oh Lord, we know that mengi there are a lot of stuff zimefanyika that we have done, ndani Lord. ya maisha And this yetu is Baba, stuff that is still pasipo bounding sisi us. kujua. The cast Lakini from our Baba, generation, the tunahitaji things that wewe have been transferred from usimame, generation to generation. ututetee, Lord, we call upon your utuamshie presence, vita Baba. Lord. Lord, we Kila call upon laana you, Lord, zote, because we know kila that's the plani time. zote Lord, this is za the day that you have Mungu made. We want to be tunaangusha free. kila We want to be makusudi, free maarifa from the yote slavery. giza. We want to be free. Tufungue This kwa cast, kanisa, the cast that is fungua watu running wako. upon our lives, Tenda the miujiza, cast that is tenda running upon ishara, our children. tenda We stand ishara, against the power of the tenda devil. ishara. The power, Oh, the Rabo cast that is Sekerebo. moving around. Hallelujah, The cast that is Sante. going, the divorce Oh, cast, hallelujah. the things that is Libo not standing, Sakarabose. the things of death, Lebo ya ba the ba 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 sicknesses ba that ba. are coming upon our Rinde way. Lebo We stand Sekerebo ya against ba. the power, Oh, all yes. the power of the devil. In Jesus' name, Kwa we jina cleanse la Yesu. ourselves. Oh Jehovah Kwa God. jina la Yesu. Baba tunakushukuru. Hallelujah. Baba tunasema asante. Hallelujah. Tunaenda kusimama kinyume na mipango ya mwovu Kwa shetani. jina la Laana Yesu. za kila aina. Hallelujah. Laana ambazo zinaweza kututoa kwenye mipaka. Laana za nguvu za kushindwa. Laana za kutuonesha failure. Laana za kutuonesha kushindwa. Laana za kushindwa katika mandoa. Laana za kushindwa katika desturi na mamlaka. Laana za kuongozwa na ibilisi. Laana za majina. Tunasimama kinyume na mwovu shetani. Laana ambazo haziwezi kusimama katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunasimama kinyume na mwovu. Huyu mwovu ambaye anatuzunguka. Hallelujah. Tunasimama kinyume na mwovu. Oh, hallelujah. Nguvu za Macedarian Kwa jina tunafunga la katika Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Nguvu za Yesu. kushindwa katika mandoa Oh. tunafunga katika Tunashindwa, jina la Yesu. Baba. Nguvu za ulevi Kwa tunafunga jina la katika Yesu. jina la Yesu. Nguvu za masengenyaji Hallelujah. tunafunga katika jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Vizazi mbalimbali ambavyo vinaweza kuenda kwenye wana Tunaomba wetu Baba. tunafunga katika Kwa jina la Yesu. jina la Yesu. Mungu tusamehe Kwa jina Baba, la Yesu. tutakase na damu yako. Tutakase Wacha Yesu. tufanye agano jipya na wewe. Wacha tufanye agano ambayo itakwenda kuongoza vizazi vyetu, vizazi ambavyo havitakuwa na shida, vizazi ambavyo havitakuwa na magonjwa, vizazi ambavyo havitakuwa na laana zisizokuwa na maana. Baba, tunakushukuru. Oh Yesu, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini Yesu. Amen. Amen, amen. Chapia Yesu mikono. Oh Yesu, asante Bwana. Hallelujah. Oh Yesu, asante Bwana. Hallelujah. Oh yes. Kwa wale wanatufuata mitandaoni, For those who are following us on the social media, ukijisikia kujiunga if nasi you feel like you want to join with us katika maombi ya siku in 7, this 7 days prayer, maombi ya kufunga it's going to be a fasting day. na kuomba. It's just a fasting and praying. Hallelujah. Amen. Ujiunge nasi. You can just join us in the 7 days. Hii maombi tunaikamata And this prayer we are taking it kuvunja ile maagano za just to jamaa. break down all those agreements or agreements that our
ancestors did. Amen. Amen. So kama utajiunga nasi, Mungu akubariki. If you feel like you're gonna join with us, may God bless you. Na kama unahitaji maombi speciale, And if you need a special prayer, so you can inbox Pastor. Unaweza kuniita. You can call Pastor. Ninaomba na wewe. And he can pray with you. Tunafanya hatua ya maombi. We are doing a one step of prayer. Kuna kitu Mungu atatenda. There is things that the Lord is going to do. Amen. Amen. Tangazo la kwanza, the first announcement, Yesu Kristo anarudi. that the Lord Jesus is coming soon. Tangazo la pili, the second announcement, naendelea kumshukuru mtumishi wa Mungu. I just want to thank the servant of God. Na wote walikuwa Jumapili iliyopita. And for those who have been here on last Sunday, Mungu awabariki. May God bless us. Sisi hatukukua hapa. We were not around, lakini ukasimama na kazi ya but I stood with the work of God. Amen. Amen.